Kuna kitu cha heshima sana kuhusu maneno ya mwisho ya mtu. Mbele ya kifo, kile ambacho mtu anaamini kwa kweli mara nyingi hujitokeza wazi. Ninamkumbuka Voltaire, yule msomi wa Kifaransa ambaye hakuamini Mungu na alijaribu kupitia maandishi yake kuharibu uaminifu wa Ukristo. Akiwa kitandani akifa, alimwambia daktari wake, nimeachwa na Mungu na mwanadamu. Kwa upande mwingine, Charles Spurgeon, mchungaji na mwandishi maarufu kutoka London, Uingereza, mwishoni mwa miaka ya 1800 alisema maneno haya ya mwisho: Yesu alikufa kwa ajili yangu. Unajua, maneno ya mwisho huwa yanaonyesha kile kilicho cha muhimu zaidi. Basi Bwana Yesu yuko karibu kutoa maneno yake ya mwisho kabla ya kifo chake. Maneno haya hayaonyeshi tu yeye ni nani, bali pia kwa nini alikufa pale msalabani. Sasa, ungeweza kutarajia kusikia nini kutoka kwa mtu anayekufa kwa maumivu makali msalabani? Basi Bwana atatoa kauli 7 kutoka msalabani ambazo mara nyingi huitwa maneno yake 7 ya mwisho. Kauli ya kwanza aliyoisema Bwana imeandikwa hapa katika Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 34: Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Sasa wakati wa kitenzi unaonyesha kwamba sentensi hii ilikuwa inarudiwa mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza kuwazia askari wakipigilia misumari mikononi mwake msalabani. Wanampandisha juu, wanamketisha kwenye kiti kidogo sedulum. Wanageuza miguu yake na kuipishanisha vifundo vyake na kupigilia msumari mmoja mkubwa kupitia yote. Yesu yuko kwenye maumivu makali sana na anaendelea kusema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Maandiko ya Injili yanatuambia kwamba askari wanamdhihaki, viongozi wa kidini wanamcheka na kumtania. Wahalifu waliotundikwa msalabani kila upande wake wanamlaani, na Yesu anaendelea kusema, Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Kauli hiyo ni muhimu kwa sababu Yesu anatekeleza jukumu la kuhani mkuu. Anawaombea wanadamu wenye dhambi ambao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, hawawezi kuona kwamba yeye ni kweli mwana-kondoo wa Mungu. Sasa Luka pia anaandika kauli ya pili. Anaanza kuweka muktadha hapa katika mstari wa 39. Mmoja wa wahalifu waliotundikwa alimkashifu akisema, wewe si Kristo, jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Simulizi la Mathayo linatuambia kwamba wote wawili mwanzoni walimlaani Yesu, lakini mmoja wao sasa anabadilika moyo hapa katika Luka sura ya 23, na sasa anamkemea mwenzake, mshirika wake wa uhalifu hapa katika mstari wa 40. Je, humwogopi Mungu wakati uko chini ya hukumu ile ile? Na sisi kwa kweli tunastahili, kwa maana tunapokea malipo ya matendo yetu. Lakini mtu huyu hajafanya kosa lolote. Hili ni kukiri la ajabu. Anakiri hatia yake, anakubali kwamba anastahili adhabu ya kifo, halafu anatangaza kile ambacho kila mtu tayari alijua, kwamba Yesu hajafanya kosa lolote. Yeye ni asiye na hatia. Ni ujasiri mkubwa, hasa mbele ya hawa viongozi wote wa kidini. Nikwambie, huu ni imani na kumtumaini Kristo. Na tunajua hivyo kwa sababu sasa anageukia kwa Yesu hapa kwenye mstari wa 42 na kusema, Yesu, nikumbuke unapoingia katika ufalme wako. Hakika hana shaka amekuwa akitafakari lile bango lililopigiliwa juu ya kichwa cha Yesu lililosomeka, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Basi huyu mhalifu ni dhahiri ni Myahudi. Sasa anaamini kwa imani kwamba Yesu kweli ni mfalme wake, kweli ana ufalme, na anasema, Bwana, nataka kuwa katika ufalme wako. Yesu anajibu hapa kwenye mstari wa 43, amini na kuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Huu ni uongofu wa ajabu. Yule mwizi aliyekuwa amehukumiwa sasa ameahidiwa makao mbinguni. Sasa hebu nikuambie, anakuwa somo lenye nguvu kuhusu fundisho la wokovu. Hawezi kurudi na kuishi maisha bora. Hawezi kujiunga na kanisa, hawezi kubatizwa, hawezi kufanya matendo yoyote mema.
Kitu pekee anachoweza kufanya ni kutangaza imani na kumtumaini Yesu kama mfalme wake, kama masihi wake. Na kwa njia, Yesu anasema, leo utakuwa pamoja nami peponi. Fundisho jingine muhimu: baada ya kifo, unaingia moja kwa moja mbinguni au Hadesi, mahali pa kushikilia kabla ya jehanamu. Sio mahali ambapo unaenda kulala, unajua, sio nyumba ya mpito inayoitwa toharani ambapo unateseka na kulipia dhambi zako kabla ya kuingia mbinguni. Hapana, Yesu anasema, leo utakuwa pamoja nami peponi. Sasa tunapojaribu kuunganisha matukio haya kwa mpangilio wa wakati, kutoka msalabani, maneno yake ya mwisho katika Injili ya Yohana sura ya 19 inaandika tamko la tatu la Bwana. Tunaambiwa kwamba kuna wanawake 4 msalabani, akiwemo Maria mama yake Yesu. Yohana anaandika hapa sasa katika mstari wa 26, Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda wamesimama karibu, alimwambia mama yake, Mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile yule mwanafunzi alimchukua akae nyumbani kwake. Sasa nataka kutaja, Kanisa Katoliki la Roma lingesema hapa kwamba Yesu alimpa Yohana mtume kwa Maria, hivyo kumfanya awe mlinzi wao na wa mitume wote na wa kanisa lote na waamini wote tangu wakati huo. Lakini ngoja nikuambie, hakuna kitu katika mstari huu hata kinachodokeza jambo hilo. Yesu anafanya tu kile ambacho mzaliwa wa kwanza alitakiwa kufanya. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Hii ni jukumu lake la kidunia, kuhakikisha kwamba mama yake anatunzwa. Hivyo hii ni kama wosia wake wa mwisho na urithi wake. Ni mfupi sana. Baada ya yote, Yesu hana mali yoyote ya kidunia ya kumpa mtu yeyote, hana nyumba ya kuuza, hana bima ya maisha. Kwa kweli, askari wamecheza kamari na kuchukua mavazi yake chini ya msalaba wake. Biblia haielezi chochote hapa kuhusu Yosefu. Kwa njia, tunaweza kuwa na uhakika kwamba alikufa miaka kadhaa iliyopita. Watoto ambao Maria na Yosefu walipata baada ya kuzaliwa kwa Yesu kwa njia ya bikira wametajwa kwa majina katika Mathayo sura ya 13 mistari ya 55 na 56. Ndiyo maana Biblia inamuita Yesu mzaliwa wa kwanza wa Maria, si mwanawe wa pekee. Hivyo Yesu hapa anatimiza wajibu wake kama mwana wa kwanza. Anamkabidhi Yohana jukumu la kumtunza mama yake. Sasa wakati wa mchana, muda mfupi baada ya kauli hii, giza linaanguka juu ya nchi, na kwa muda wa saa 3 kulingana na Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 45 na kuendelea, mwanga wa jua kwa namna fulani, kwa muujiza, unafunikwa, ingawa ni alasiri mapema. Sasa tuna kila sababu ya kuamini kwamba giza hili lilifunika dunia nzima. Neno la Kigiriki linalotumika kwa ajili ya nchi hapa kwenye mstari wa 45 ni ije, ambalo linaweza kutafsiriwa kama dunia. Hivyo basi, hili ni jambo la kimiujiza kabisa, giza la dunia nzima. Lakini kwa nini? Sasa tunaweza kuamini kwamba sasa ni giza kwa sababu kadhaa. Kwanza, giza hili ni hukumu. Marabi walikuwa wamefundisha kwa muda mrefu kwamba kufifia kwa jua ni hukumu ya Mungu kwa dhambi mbaya sana. Naam, ninaamini Mungu anatoa ujumbe hapa kwamba wanadamu wametenda dhambi mbaya kabisa, kosa kubwa katika historia ya binadamu. Pili, giza hili lingeeleweka katika siku hizo kama ishara ya maombolezo. Amosi sura ya 8 mistari ya 9 na 10 inatuambia kwamba siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitafanya jua kushuka adhuhuri na kuifanya dunia iwe giza wakati wa mchana. Nitaifanya iwe kama maombolezo kwa mwana wa pekee, na mwisho wake uwe kama siku ya uchungu. Sasa hilo ni la kinabii kiasi gani? Mwana wa pekee, mwana wa Mungu, sasa anaombolezwa kwa sababu anakwenda kufa. Tatu, giza linapaswa kueleweka katika muktadha wa Pasaka. Unaweza kukumbuka mapigo 10 ambayo Mungu alituma Misri yaliyomlazimisha Farao kuwaachia Waisraeli waende. Sasa pigo la 9 kabla ya lile la mwisho, pigo la 9 lilikuwa ni giza juu ya nchi ya Misri kwa siku 3.
Na hilo giza lilitangulia kuchinjwa kwa mwana-kondoo wa Pasaka, ambapo kila familia ya Mwisraeli ilichukua mwana-kondoo, wakamchinja, wakanyunyiza damu yake kwenye milango ya nyumba zao ili kuwalinda dhidi ya pigo la 10 na la mwisho. Na hilo pigo lilikuwa nini? Kifo cha mzaliwa wa kwanza. Giza, damu ya mwana-kondoo inamwagika, halafu kifo cha mwana wa kwanza wa kiume. Sasa una nini hapa? Mwana wa kwanza wa kiume yuko karibu kufa msalabani. Giza linafunika nchi, si kwa siku 3 bali kwa saa 3. Ni katika kipindi hiki ambapo Yesu, mwana-kondoo wa mwisho wa Pasaka, anachukua juu yake dhambi za ulimwengu wote. Anapitia, wapendwa, ghadhabu ya Mungu Baba wakati anabeba dhambi za dunia nzima. Sasa kwa hayo, muda wetu umeisha kwa leo, lakini kama tutakavyoona, Yesu ana mengi zaidi ya kusema akiwa msalabani, matamko zaidi yanayotupa sisi tunaoamini ndani yake tumaini la milele na uhakika wa uzima wa milele. Basi hadi wakati huo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.